Bila shaka basi mpenzi mtazamaji, ni katika bunge la wananchi katika upande wa Choka. Kumbuke kwamba basi leo niko na watu ambao wanasema kwamba wanataka kuambia Wakenya jinsi ambavyo mambo yalivyo. Ningependa ukajitambulishe kwa jina kwanza kabisa. Mimi naitwa Baba Msifa. Niko hapa Choka ambapo tunasema ni bunge la wananchi Choka, ambapo tunataka kuwashirisha mambo yalivyo na siasa ilivyo huko Kenya. Bila shaka basi kumbuke kwamba katika taifa la Kenya hivi sasa Mheshimiwa Ruto amemaliza miaka mitatu katika ofisi. Kumbuke kwamba imebaki miaka miwili ili tukaweze kwenda katika uchaguzi. Je, kama wewe Mkenya ambaye umekuwa katika taifa la Kenya, ni nini kinaweza fanyika ili kuhakikisha kwamba basi rais mwenye ambaye watu wanataka amechaguliwa? Ninachokisema kwa sasa hivi, Rais Ruto hajafanya kazi yoyote. Hajafanya kazi yoyote, nasema kutoka rohoni, kwa sababu kile tunapoona kazi yake iko duni kabisa. Na tukiangalia upande wetu sasa hivi tunataka kubadilisha uongozi kufikia 2027 kwa sababu uongozi wake ni duni na ufai kabisa. Umesema kwamba mnataka kubadilisha uongozi wa Mheshimiwa Ruto na yeye bado anasema kwamba anaendelea kufanya kazi yake. Ingekuwa vizuri kama angepewa miaka 7. Katika hiyo miaka 7 basi angefanya kazi jinsi ambavyo inawezekana. Je, unaamini kwamba akipewa miaka 7 anaweza fanya kazi vizuri? Najibu hivi kwa sababu kama mwanamke uko na mimba ya miaka miwili au miezi 9 umeshinda kuibeba, ukipewa ya miaka miwili utaweza kuibeba? Afadhali ya miezi 9 unaweza ukaibeba, ya mwaka mmoja itakushinda. Kwa sababu tukiangalia rais wetu kweli ameshinda kufanya kazi kwa miaka 5. Hakuna chenye kinaendelea katika taifa letu. Sasa na yeye anategemea apewe miaka mingi zaidi. Miaka mingi zaidi itamsaidia na nini? Na ukumbuke kwamba basi hivi sasa kuna wale watu wenye ambao anaita katika State House pale, wanaifika pale. Kuna vijana waliambia kwamba watapewa pikipiki, kuna baadhi ya wenye walipata, na vile vile kuna walimu juzi wameenda katika ikulu wakapewa kila mtu shilingi 10,000, na ilipokuja kwa jumla ilikuwa shilingi milioni 100 yenye ambao rais anatumia kwa siku moja. Je, kama wewe mlipa ushuru unaona kwamba ni haki ama namna gani? Sio haki, kwa sababu unapomuonga mwanamke atakupa unachotaka, lakini na akikupa kesho ukishinda kumuonga atashinda kukupa unachokitaka. Naomba rais atulie, ameshindwa kwa miaka yake. Acha sisi tuangalie wa Kenya, tupatie mwenye atatusaidia, kwa sababu sasa hivi tuko na kiongozi ambaye tunaangalia atatusaidia, ambaye ni Matiang'i. Anaje katika uongozi wa Nairobi. Kumbuke kwamba basi kuna baadhi ya wenye wanasema kwamba Sakaja, Babu Owino na mwingine anajulikana kama vile Alice Agnes Kagure. Je, katika uongozi wa Nairobi unaamini kwamba Sakaja akiongezewa tamu mwingine ataweza fanya kazi ama Babu Owino aendelee? Alishindwa mapema, kwa sababu tunasema Babu Owino anaweza akafanya zaidi, vizuri zaidi na zaidi kuliko Sakaja. Sakaja, unajua watu wengi tulimpigia kura na tumeona hakuna alichokifanya. Sakaja amechoka. Acha tupe Babu Owino ambaye atatusukuma mbele tufanye kazi yetu vizuri, na ambapo tunaona mahali tunaelekea ni vizuri zaidi. Na Kenya tunaomba tupe mtu anaitwa Mheshimiwa Matiang'i. Mheshimiwa Matiang'i kwa sababu yeye amejitolea na tunaona ako na uwezo wa kufanya kazi vizuri kuliko huyu mtu anaitwa Samoei Ruto. Samoei Ruto ameferi mbali sana na hakuna chenye atatusaidia Kenya, na tumeferi zaidi. Na je, katika hii uongozi wa Babu Owino, kumbuka kwamba basi Babu Owino amekuwa mstari wa mbele kupea watu bursaries. Je, anapeana kwa watu wenye anajua ama anapeana kwa kila mmoja mwenye ambaye anahitaji? Mimi hata kwa upande wangu niseme moja kwa moja sijai kutana na Babu Owino, lakini Babu Owino amenipia pasali mara mingi zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye anataka kuhudumia wananchi wake. Sio ni mwananchi, sio kiongozi mwenye anatoa pasali kwa mtu anajua. Babu Owino amenipia pasali ya mtoto wa dada yangu, amenipia pasali kwa mtoto wangu, na sijaionana moja kwa moja na Babu Owino. Ndio maana anasema hivi, Babu Owino anastahili kabisa. Na je, kuna baadhi ya zile barabara zenye ambazo Mheshimiwa Babu Owino ametengeneza, kuna shule ya kama Maua Primary ameweka barabara.
Je, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba hajafanya kazi, haikuwa yake, ilikuwa ya Mheshimiwa Kadosi. Na katika upande wa wakilishi wa ward katika Mihang'o, je, Mheshimiwa Kadosi aendelea ama vipi? Mimi kwanza kwa upande wangu 100%, tena narudi kwa Babu Owino. Nasema hivi, Babu Owino kwanza anatakiwa apewe ugavana Nairobi. Kwa sababu tukiangalia hapa chini kama Kasarani, mimi naishi Kasarani, narara Kasarani, naishi hapa wanaita Embakasi. Lakini huyu Babu Owino kulingana na kazi anayoifanya, ni mtu anajitambua, ni mtu anayefanya kazi, ni mtu anayeangalia watu wa Embakasi, ni mtu anayejua anachokifanya, ambapo tunategemea 100% kama tutapea Babu Owino ugavana Nairobi, 100% watu wa Nairobi tutafaidika, tutasonga mbele, tutaendelea na watoto wetu watasoma kwa bidii, watapata nafasi kubwa zaidi. Mimi kitu ninachosema, kama mtu wenu wa Nairobi, kumbuka Babu Owino atasaidia, atatupea support, tutaendelea kuwa na yeye na tutaendelea kunufaika na ugavana wa Nairobi. Kidogo kabla utoke. Katika upande huu umesema kwamba akipewa nafasi ataongeza vizuri. Je, una uhakika kwamba Mheshimiwa Raila Amolo asipompatia tiketi ya ODM akiwa nje anaweza chaguliwa? Huyo arare na ODM. Sisi bado ni Babu Owino. Mimi wengine 100% Babu Owino Nairobi ataongoza, atachukua, hata asipopewa tiketi atachukua asubuhi na mapema. Kwanza huyo tunategemea kufika 2032 au 20 something. Huyo ndiye atakuwa rais wa Kenya, kwa sababu vile tunaangalia nafanya kazi, ni kazi iko imara, ni kazi inasaidia, na ni kazi inaendelea kuonekana ni kazi ya wananchi wa Kenya. Haya, bila shaka basi ningependa nikakaribishe mwenzako pia yeye akatoe maoni kuhusu jinsi ambavyo viongozi iko katika taifa la Kenya. Ningependa ukajitambulishe kwa jina kwanza. Mimi kwa majina naitwa Keniso Eno, na napenda Babu Owino. Jinsi Embakasi East ametusaidia sana kama mambo ya PASEP. Huyu jamaa ametusaidia sana na tunampenda. Na kama utaki Babu Owino hiyo Kenya, utaki watu wengine. Babu Owino forever. Babu Owino pasari ana ukabila. Watu wengine tukiangalia kwa constituency nyingine, mimi natoka hiyo kwa sini inaitwa Kasarani. Karauri sio muona. Babu Owino nikipanda hapa juu, pasari yangu ananipea mapema. Na mimi sidanganyi. Nikitoka Embakasi, Babu Owino akona sisi na ana ukabila. Ndio na steri kuwa kafana uona Nairobi. Ama ni hata watu wangu. Hiyo inasaidia. Babu Owino ana ukabila. Mimi natoka ni Kasarani kwa barabara. Hata nasahau tunapenda ngoja kwanza. Tunapenda Embakasi East. Nani? Babu Owino. Babu Owino ana ukabila. Sakaja sio muona. Mimi sitaki mambo ya sakacha. Mimi nataka Babu Owino 2027 ndio gavana wa nani? Wa Nairobi. Na siku zombo tuona makubwa ya chote. Tunapenda Babu Owino. Babu Owino ana ukabila. Mimi nimeona watu anasaidia. Mimi nimeona watu tume benefit. Chia pasaria Babu Owino Embakasi East na musrete ya mambo. Babu Owino gavana 2027. Alafu tukiendelea